Mtazamaji wa Global TV, hapa tuliko ni Mikocheni B, nyumba namba 7 kwenye mtaa wa Kilimanjaro, ambapo ndipo umehamishiwa msiba waliokuwa kiongozi pale wa EFM pamoja na ETV, na nimekutana na mmoja kati ya watangazaji mashuhuri na mkubwa hapa Tanzania, Dina Marios, na tunaweza kuzungumza naye hapa kujua kile ambacho anakifahamu, lakini jinsi ambavyo alikuwa akiishi na marehemu enzi za uhai wake na kufanya naye kazi kwa muda mrefu, na jinsi ambavyo alipata taarifa ya msiba. Dada yangu Dina, kwanza pole sana kwa msiba. Asante, poleni sote. Na ningependa kukusikia jinsi ambavyo ulipata taarifa, lakini jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu marehemu Sebo. Okay, taarifa nilipata saa 8 usiku kuamkia jana. Nilipokea simu. Kwanza simu ziliita nyingi, afu mimi sina kawaida ya kuwekaga sauti usiku. Ila ilitokea tu siku hiyo simu yangu ilikuwa na vibration. Kwa nasikia simu ina vibrate, nika ignore kwa sababu ndio nilikuwa nasikia usingizi mzito. But kuna muda nikasema mbona simu kama inaita sana. Ndio nikapokea simu ilioni taarifa habari hizo za msiba. Kuanzia wakati huo sikuweza kulala tena. Yaani ndio usiku ikawa imeanza ya ni kweli? Kivipi? Imekuwaje? Kwa sababu hiyo siku alikuwa mzima kabisa. Ameenda kazini, ameenda kwenye shughuli zake. Yani imekuwaje? Kwa sababu ilikuwa usiku mwingi, kuna baadhi ya watu ambao mimi nilijaribu kuwapigia simu, hivi hichi kitu nilichokisikia ni kweli? Mmoja wapo alikuwa ni Oscar, na yeye akawa ana taarifa. Kwa hiyo nikajikuta napiga simu mpaka saa 11 alfajiri. Kwa hiyo nikawa nimesogeza hata muda. Kwa hivyo ndivyo ambavyo taarifa ilinifikia kwa mshtuko, na kama unavyojua ni mtu ambaye mna ukaribu, mmezoeana, ukipata taarifa kama hiyo unakuwa kama hauamini. Ndio kitu ambacho kimetokea, na hata mpaka saa hizi bado nipo katika ile hali. Hivi ni kweli tuko hapa tunaandaa mazishi ya Sebo. Sebo, kwa upande wako alikuwa ni kiongozi wa namna gani kwa jinsi ambavyo mmefanya kazi kwa muda mrefu? Ni yule mtu ambaye alikuwa akitaka kitu kitokee basi kitokee, na wewe ambaye unahusika kuhakikisha hilo jambo litokee basi ufanye, yani utende. Ni mtu wa results, mtu wa matokeo, ndio ninachoweza kusema. Na sio kwamba ana lead akiwa nyuma. Unajua viongozi wengi ni wale watu wa kuelekeza, nataka hiki, lakini yeye alikuwa ana lead kwa kutokea mbele, yani yupo kwenye field. Hamna kitu kinafanyika yeye hayupo. Kama kuna event atakuwepo. Yani ni mtu wa kushow up, iwe kwenye matukio binafsi. Hata leo hii umfuate umwambie una harusi, atakuja hata kama iko ndani wapi, na kama umempa jukumu la kuisimamia basi atasimamia. Hata leo nilikuwa na watania watu hapa, naambia jamani, kama kuna mtu anaoa au kuolewa hivi karibuni, atarajie michango itakuwa michache sana, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ukimpa jambo kama ni la michango, yani utautoa hata kama hutaki, kwamba wewe unachelewesha mchango ya harusi unakuja kulipa mlangoni. Sisi tunahitaji kufanikisha mambo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kufanikisha, wa ile perfection, kwamba hichi kitu na lead, nataka results. Sebo wakati ndio inaanza EFM wakiwa pale, alikuja na akaanza kama mtangazaji, lakini pia kiongozi na kuisimamisha na viongozi wenzake mpaka hapa ilipo. Na kipindi hicho bado Dina Marios ulikuwa upo Clouds. Ulikuwa unamuona ni mtangazaji wa namna gani kwa sikio lako, na jinsi ambavyo ulikuwa ukiona EFM ikiwa inakuja? Mimi nilikuwa namuona wakati ule yuko East Africa akirun show ya Friday Night Live. Na baadaye nafikiri aliendaga Magic FM, kwa kumuona kwa kule kama mtangazaji mwenzangu, kwa sababu bado alikuwa hajawa bosi wangu. Ni mtu ambaye alikuwa mbunifu, mcheshi, sio muoga. Unajua hii kazi yetu bwana inataka creativity ambayo haina uoga. Uwe tayari kuthubutu kufanya vitu tofauti na watu wengine, kuwa tofauti na wengine. Kwa hiyo he was like that. Nafikiri hata nyinyi mlikuwa mnafuatilia, si ndio? Mlikuwa mnaona hicho ambacho mimi nakizungumzia. So as a presenter alikuwa creative, na akitaka kitu kiwe, usiona wageni aliokuwa akiwaleta, vituko alipokuwa akivifanya, alikuwa anapata results ambazo kwa wakati ule zilimweka juu.
hicho ndo ambacho nilikuwa nakiona, lakini yeye binafsi, mimi na yeye kukutana sasa, siweza kama mtangazaji huko media nyingine tuje kukutana, ila na kuona ni wakati ule ambao alikuwa ananitafuta kujoin EFM. Alinisumbua sana almost 8 months, miezi 8, anaenda anarudi, simu zinaita, bwana tuonane, kuna mambo na jambo, uje EFM huko radio tumeanzisha. So baada ya miezi 8 ndio nikampa nafasi ya kuonana, kanielezea, kanielewesha, akanikaribisha EFM. Hapo ndio imeanza nikatembelea, akanipa mipango mikakati, akanikutanisha na Majizo. Mimi Majizo ngoja sije kuonana naye ndo tukakutana hiyo siku. Nikamwambia nipe muda nitafanya maamuzi. Kwa hiyo baada ya miezi 4 ndio nikafanya maamuzi, ambapo mwezi 2015 mimi ndio nilijoin EFM, na kwa kiasi fulani alitengeneza mazingira ya mimi kuwa comfortable kufanya kazi EFM, kwa sababu wakati ule naingia EFM kuna namna nilikuwa siko sawa niseme kisaikolojia, kikazi, kimaisha, yani mitazamo yangu. Kwa hiyo na ilikuwa ni radio ndogo, kwamba nimetoka ile radio likubwa, nao nimehamia radio ndio kwanza tu iko inachipukia na tunatoboa kweli. Kwa hiyo alijitahidi kuniweka karibu. Alikuwa akitoka kazini atanipitia, twende lunch, twende nikupeleke lunch, twende nikupe a drink, hiyo yote niweze kuwa comfortable katika mazingira ya kazi. Ikawa hivyo mpaka tukaja kuwa marafiki wakubwa. He was a brother kabisa. Na Sebo alikuwa ni mtu ambaye akikupoint kwamba wewe nakukubali, wewe nakupenda, yani anamaanisha, kwa kukuelekeza, kwa kukuongoza, kwa kukuchana. Hapa wakati naingia nilikuwa na watania, naambia Sebo angekuwa amekaa hichi kiti, mimi ndo natokezea, kwanza angeanza kutabasamu. Anapeleka kuniita kiongozi. Kiongozi ndo umefika sasa mwenye na pochi yako kama limama la Nigeria hiyo. Ananitaria. Yaani wewe ungekuwa una hela ungetusumbua wewe. Yaani mimi nakuombea usipate hela, utatutesa. Yaani utani wake. Yaani unatokea kule, unajua mtu anayekukubali, anayekucelebrate, ukitokea hivi, anavyokupokea, utamuona. Yaani anaanza, yaani sura yake inabadilika, anatabasamu, ule uwepo wako wewe kwa kukuona unamfurahisha. Na mtu ambaye akukubali, si unajua, ukitokea Kwa hiyo mimi naweza nikasema 100% ni mtu ambaye alikuwa ananifurahia, ananikubali, ananicelebrate. Wewe bwana, hapa Tanzania bahati mbaya wewe. Ungekuwa Marekani huko na mafishuli yako ya kila mambo unayofanya, ungekuwa tajiri sana. Yaani hivyo yani. So yeah. Naweza nikawa sawa sawa nikisema kwamba Sebo ndio alisababisha wewe uende EFM. Yeah, yeye ndio alinishambulia sana kunifuata. Unajua yule mtu anayekusumbua. Vipi tuonane, you know that. Yeah, kwa hiyo kwa kiasi kikubwa kwa jinsi ambavyo nilikuwa namkatisha tamaa, angeweza kugive up. Bwana huyu hataki kuja, lakini yeye hakukata tamaa. Mpaka miezi 8 ananitafuta tu. Yeah, ndio hivyo. Na unakumbuka kwa nini ulinisumbua kwa miezi yote hiyo, lakini hakukata tamaa, aliamini kwenye kipaji chako, na unatamani kusema nini baada ya kuingia EFM na kufanya mambo makubwa? Tunaona jinsi ambavyo ukipambana na mwanamke wa shoka, jinsi ambavyo inaenda viral kwa kiasi kikubwa sana. Kitu ambacho kilikuwa yeye anasema, EFM ilikuwa inahitaji mwanamke wa kudrive, yani wa kudrive wanawake kwenye familia ya EFM. Wanawake watazame, wafuatilie EFM kwa kuisikiliza, na pia kuna kusikiliza na kutengeneza zile familia. Unajua radio inaweza kama inasikilizwa, lakini wasikilizaji sio familia. Kwa hiyo kutengeneza zile familia ya wanawake ambao watakuwa wanaitazama na kuifuatilia EFM. Mfano kama hivi tuna mwanamke wa shoka, kama I'm not part of it, siji. Kwa hiyo wale wanawake kuwa sehemu ya familia ya EFM, kwa kuvuta wanawake wavutiwe na EFM. Sasa kwa namna alivyoona, aliona mimi ndo nina huo uwezo. That's why alinitafuta na akasema, bwana, sisi lengo letu ni hili, na hakuna mwanamke yoyote katika media anaweza kufanya hicho isipokuwa
wewe. Ndio maana nakuhitaji sana. Na kweli nilivyo join pale tulianzisha kipindi cha Uhondo ambacho ajenda yake kubwa ilikuwa ni masuala ya wanawake. Tulikaribisha wanawake EFM. Yaani fulani na kutafuta mwenyewe, nimeona una business hii, karibu kwenye kipindi chetu cha wanawake tuzungumzie biashara yako, huduma yako. So wanawake wengi tukaanza kuwa drive, kuwaleta, tukaandaa matamasha ya wanawake. Mwanamke wa shoka sio kitu pekee, kulikuwa kuna mashindano ya kubuni maneno ya kanga, unajua kanga na wanawake. Vitu vingi, mashindano ya kupika chapati tulifanya, mashindano ya wadada wa kazi, mashindano ya bosi bora, wa mama wa nyumbani, vyote vili drive kufanya wanawake wavutiwe na kuipenda EFM. So kazi kubwa iliweza kufanyika mpaka leo. Unaona tunafanya mwanamke wa shoka, wanawake wanakuja kwa wingi, wanaitikia kwa wingi. Yaani we have families zile ambazo ukituma message kwenye group, jamani tunazindua mwanamke wa shoka EFM tarehe ngapi mtokee, wanatokea. So hicho ndio kikubwa ambacho kilimfanya aning'ang'anie nije EFM. Sawa, Dina, nimeona clip ambayo ameshare Maulidi Kitenge, mlikuwa Nairobi. Ulikuwa wewe, Boss Sebo na marehemu Gardner. Kibinadamu nataka kufahamu, ukiitizama inakupa funzo gani? Unajisikiaje na unabaki na kitu gani kama binadamu na kuona tayari wawili kwenye ile clip hawapo, umebaki nyewe wawili? Maisha ni zawadi, na katika zawadi hii tunakutanishwa na watu tofauti wa namna tofauti watakao play role mbalimbali kwenye maisha. Kuna ambao watawahi kuondoka, kuna ambao watachelewa. Hivyo yani ni hiyo safari ipo imekaa hivyo. So kwenye ile clip mimi ninaona a very strong brotherhood relationship. Yani ukaka na udada mkubwa, kwa sababu hata ile safari ya kwenda kuzindua ATC Kenya, kwa sababu ATC walikuwa wamezindua safari yao ya Kenya Tanzania, aliyekuwa anachagua media ni Sebo, yani kwamba kina nani tuende. Na nakumbuka siku hiyo alikuwa anaongea na mkurugenzi wa ATC, akawa anasema fulani, akawataja hayo majina fulani, akawataja marehemu Gardner, akamtaja Maulidi, na wewe nakuweka mimi nilikuwepo hapa, na wewe nakuweka twende tukazindue ATC. Kwa hiyo alikuwa anamtajia yule muhusika ili zitengenezwe zile mialiko, lakini pia ilikuwa sio kwenda tu tulilipwa, maana yake alitutengenezea namna ya kupata cash. Tulipewa cash ya kwenda, ndege ilikuwa ni bure, tukapata malazi na akaforce, kwa sababu ile ndege ilikuwa mkifika tu kuzindua pale misha ndege ishamwagiwa maji mnakaa airport inavyogeuza. Lakini yeye akaongea na wao kwamba hawa wasiondoke, wapeni 2 days alafu warudi tena na ATC. Kweli sisi ile team tukabaki, yani yeye ndo aliomba, alitengeneza mifumo, kwa sababu mkataba wetu ulikuwa ni kwenda na kurudi siku hiyo ndege inavyogeuza, sisi tukabaki. Kwa ni umenielewa sijui kwamba ni brotherhood fulani ambayo iliweza kutengenezwa pale. Kwenye maisha ndio hivyo, kuna watakaotangulia safari kama ilivyokaa, hujui nani anaenda, nani yupo, nani atabaki mpaka uzeeni, hatujui. Una neno gani kubwa kwa msiba huu mzito la mwisho? Neno hata silielewi hapa. Yani neno silielewi, isipokuwa siku zote huwa tunasema msiba ni funzo, ile kwamba tupendane. Alafu binadamu wakati si kama leo naweza kukwambia mwanangu kifo bwana hatujui, tupendane. Ni neno tunaliongea kwa sababu kesho tutasahau, alafu tutaendelea vile kupeana unafiki na chuki kama vile, si ndio? Mimi nadhani tuishi. Marehemu alikuwa anaishi maisha yake, umpende, umchukie, utajijua mwenyewe. As long as umefanya kazi zake, kama utamchukia mchukie tu wewe utakavyojua. Maana sisi kawaida huwa tunaogopa kuchukiwa, kukasirikiwa. We want to look perfect kwa watu. Hicho ni kitu ambacho alikuwa hakijali. Kwa hiyo siwezi kupata somo wakati hayupo, isipokuwa nichukue sehemu ya vile vitu ambavyo yeye aliviona na aliviamini kwamba wewe ishi maisha yako. Huwezi kumfurahisha mtu yeyote,
Leo hii wengi nimejaribu kuona wanazungumza, wanamuongelea alikuwa mtu mwema sana. Ukweli alikuwa mwema sana. Lakini akiwa hai, side kubwa ambayo ilikuwa ikitazamwa ni ule ukali wake, ule utata wake. But upande ule ambao ulikuwa mzuri sana, ulikuwa kama unajificha, ambao ndio ubinadamu wetu, umeelewa? Mimi nitakupa habari mbaya tu ya mtu, lakini sitakupa habari nzuri. Lakini kiuhalisia, kama ulikuwa ukimfuatisha, uchapakazi, kwenda na muda, alikuwa akisema ni saa 2 ni saa 2. Jamani, kesho kikao saa 2, wewe uje saa 3, kitakulamba. Sasa ile pale vita. But in reality, kama utafata, ndio kanuni za maisha. Kwenda na nini? Hakuna kitu ya muda ndio unaotuongoza. Ule muda unavyoondoka kwa hiyo muda unatuongoza, muda ndio unatupa nidhamu. Kwa hiyo alikuwa na nidhamu kubwa sana katika swala la muda, perfection kwenye hizo kazi. Kwa hiyo kuna funzo kutokea kwake. Ukiweza ku keep time kwenye mambo yako, kutokujali watu wanakuonaje, wanakuchukuliaje, as long as unachokitaka kitokee ni results, mafanikio, hivyo. Pole sana. Yeah. Mimi binafsi, wewe ni mwanamke wa nguvu. Tena mwanamke wa shoka ambaye nakufuatilia na kupenda na kuheshimu na kazi zako pia na respect kwa sababu ya kitu kizuri. Bila nimefika hiyo. Unapokuwepo dada, mimi nipo. Sawa, karibu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.